Of course Mtibwa Sugar wameanza vizuri kwenye msimu huu. Unaona wamekuja wanashinda mechi zao nyingi, wana alama nyingi, wamekusanya mapema. So wana hiyo confidence ya kupata matokeo. Kwa hii inafanya mchezo huu wa kesho usiwe mchezo mwepesi, na kiujumla ligi ya safari hii sio nyepesi. Kila timu inapambana, unaona kabisa watu wamefanya vizuri kwenye usajili, mashindano yanazidi kuwa magumu, lakini hii ni Singida Black Stars. Singida Black Stars sio timu ndogo tena, sio timu ya daraja la kati tena. Singida Black Stars sasa hivi ni timu ambayo ipo kwenye level ya daraja la juu. Mechi kama hizi tunafahamu tutakamiwa, tunafahamu zitakuwa ni kama finali, na wakati msimu unaanza nilisema hili, kama watu wanafuatilia, msimu huu utakuwa mgumu kwa Singida Black Stars kwa sababu kila timu itakayocheza na Singida Black Stars itafanya mechi hiyo kuwa kama finali. Wameona tulichokifanya kwenye michuano ya Sekafa, wameona tulichokifanya kwenye michuano ya CAF. Usitegemee mtu akikutana na Singida Black Stars atajiandaa kidogo kidogo, atajiandaa kwa nguvu kuhakikisha kwamba anacheza mechi ngumu. Kwa hiyo itakuwa mechi ngumu, lakini tuna dhamira ya kupata ushindi, alama 3 hapa Dodoma, na inshallah tutazipata. Mtibwa Sugar ni timu inaonekana ina push na iko vizuri sana kimwili kwa maana ya fiziki. Lakini Singida Black Stars imetoka kwenye mashindano ya kimataifa. Kuna namna ambavyo nyinyi kama timu mnapata faida ya kushiriki mashindano ya kimataifa kwenye mchezo huu? Sasa sisi tunatumia sana akili kuliko nguvu. Tunatumia akili, nguvu kidogo, maarifa makubwa, ndio maana tuna wataalamu wa kutosha kwenye benchi letu la ufundi. Tuna wachezaji wenye quality kubwa ambao maarifa ni kipaumbele cha kwanza. Lakini kwenye kasi tuna vijana wengi. Chunguzeni kikosi cha Singida Black Stars sasa hivi. Tumeweka vijana wengi sana damu changa ambao zinaweza kukimbia kwenda na mshike wa ligi ulivyo, na naamini itakuwa ni mechi nzuri sana kwa wale ambao watafika uwanjani. Lakini tuna wachezaji wetu ambao wako Mtibwa. Wote ambao wako Mtibwa hawachezi. Kuna mechi tulicheza hapa, tuliwaruhusu wale Pamba wamtumie Nation wamtumie Naji, wachezaji ambao hapo kwa mkopo. Wale watoto walivyokuwa hawana adabu wakatukazia, na Nation ndo akatoa sare ile mechi. Ilituuma kweli kweli. Haturudii hilo kosa. Kwa Mtibwa wanajua kama wana mchezaji wa Singida hachezi. Na wa kwanza ni Victor. Yule beki yule, muhimili yule, hachezi. Kwa mujibu wa mkataba ambao upo kati ya Singida na Mtibwa hachezi. Sasa hivi hatutaki kujaribu, tumechelewa sana. Tuna mechi nyingi za viporo hapa. Hatutaki kuanza tena kujipiga risasi mguuni. Yaani wachezaji wetu wenyewe watunyima matokeo kwa mpinzani wetu, sio kweli. Kwa hiyo tumeshawaambia wenzetu kwamba wasiwatumie wachezaji wao kwa mujibu wa mkataba, tumewakumbusha. Si kuhofia, lakini hatutaki kubahatisha. Lazima tuwe na uhakika tunaenda kucheza mechi tukiwa tumejifanya maandalizi na kila kitu kiko kwenye favor ya upande wetu. Kwa hiyo ni ujumbe ambao nataka ufike vizuri. Wasije wakawaandaa wachezaji wakijua kesho mechi hakuna. Kwa wachezaji wa Singida hawawezi kucheza dhidi ya Singida. Wewe mchezaji wa Singida upo kwenye kituo kingine cha mkopo, huwezi kucheza dhidi ya mwajiri wako. Inabidi usubiri mechi nyingine, mechi ya kesho, acha tupambane sisi na wapinzani wetu. Ni maswali mawili Masanza. Swali la kwanza ni kuhusiana na uteuzi wa mkurugenzi mpya wa masoko. Naam. Kwa nini Tabita Kidawa kwenye upande wa nafasi ya mkurugenzi wa masoko na mashindano? Kwa nini? Kwanza nithibitishe ni kweli kwamba tumemwajiri uongozi wa Singida Black Stars umemwajiri Bi Tabitha Kidawa ambaye anakuja kwenye nafasi ya mkurugenzi wa masoko na mashindano. Singida Black Stars ni chapa ambayo inakuwa kwa kasi. Tulikuwa tunahitaji mtu ambaye anaweza kuendana na kasi ya chapa, ikiwezekana kuiongezea thamani. Thamani yake maana yake ni kuitafsiri chapa kwenda kwenye engo ya kibiashara. Tumefanya biashara nzuri za wachezaji na vitu kama hivyo, lakini bado kuna biashara nyingi ambazo kama club tunatakiwa tuzifanye. Tuna mambo ya jezi, tuna activities nyingi za club tunatakiwa tuwe nazo ili kuweza muona. Sasa hivi tumetambulisha project ya vijana hapa, Chui Juniors, tutaiongea vizuri. Kwa ni mtu sahihi ambaye tunamleta katika engo hiyo, na amesha prove uzoefu wake kwenye vilabu ambavyo amepita huko nyuma na uwepo wake kwenye tasnia ya michezo mpira wa miguu kwa muda mrefu. Analielewa soko, anaelewa mambo mengi sana yanayohusu ushindani kwenye mpira wa Tanzania. Tuliona ni mtu sahihi, ni mwanamke wa shoka kweli kweli. Nakumbuka hapa amekuja Singida akitoka alikuwa CEO wa timu ya ligi kuu. Kwa ni mtendaji pia ambaye anafahamu utendaji kwenye klabu ya mpira wa miguu, na Singida sio mgeni. Kwa mazingira ya Singida anayafahamu vizuri, anaelewa vizuri project. Bahati nzuri watendaji ambao tuko Singida Black Stars tumewahi kufanya naye kazi huko nyuma, kabla kipindi hicho tunamfahamu vizuri. Kwa hiyo ni kama amerudi nyumbani. Kwa maana aliandika kwenye ukurasa wake Instagram akisema kwamba I'm back. Na amefurahi kweli kweli Tabitha. Ana raha akiwa hapa, na tunaamini ataifanya kazi yake vizuri kwa sababu uongozi umeonyesha imani kubwa kwake. Ni jukumu lake kulipa hiyo imani kwa kufanya kile ambacho uongozi unatarajia kutoka kwake. Swali la pili, tuliona wakati Mwalimu Gamondi ameteuliwa kwa kaimu kocha mkuu,
kwa timu ya taifa Tanzania, Taifa Stars. Nafasi yake akampa David Ouma kutoka nchini Kenya kama kocha mkuu. Lakini nikasema kwamba ni huyu kocha kwa maana Angel Gamondi ataitumikia timu ya taifa Tanzania. Lakini hamtokuwa kizuizi cha nyinyi kwamba asipate nafasi nyingine zaidi. Lakini pia mkasema kwamba mmempa nafasi ya ukurugenzi wa ufundi kama sikosei. So juzi tumeona ameidhinishwa na ile kwenye ile press conference na ile hafla ya utiaji saini na TFF nilikuwepo, nilishuhudia na alizungumza. Je, ile nafasi ya kuongeza ufundi imeenda kwa nani na vipi mlikubaliana na TFF kwenda kuondoka kwa Angel Gamondi kwenye nafasi ya kuongeza ufundi? Moja kati ya swali zuri sana. Moja kati ya jambo muhimu sana ambalo nataka kulizungumza na hii ni wapi tu exclusive. Kocha Miguel Gamondi kwanza tunampongeza kwa kupata mkataba wa miaka 2 kwenda kuinoa timu ya taifa ya Tanzania, Taifa Stars. Kwetu Singida Black Stars ni kama tumeendelea kutoa mchango kwenye mpira wa miguu wa Tanzania na sasa kwenye level ya taifa. Tunaamini ataifanya kazi nzuri kwa sababu tuna michuano ya AFCON inakuja hapa 2027 na ndo target kubwa ambayo amepata kazi kwenda kuhakikisha Taifa Stars inafanya vizuri. Nafasi yake Singida Black Stars kama tulivyotoa taarifa awali kwamba alibadilishiwa majukumu ili kumpa nafasi kwenda kuitumikia timu ya taifa endapo atapata mkataba na akawa mkurugenzi wa ufundi. Mabadiliko ambayo tulifanya tulishatangaza, lakini exclusive ambayo nataka niwape, tumempa ruhusa ya moja kwa moja ya kwenda kufocus kwa 100% na majukumu ya kitaifa. Kwa hiyo hata kuwa sehemu ya uongozi au benchi la ufundi wa Singida Black Stars. Tumekaa naye mezani, ni familia sasa hivi. Gamondi amefanya kazi kubwa sana akiwa na Singida Black Stars. Tulikaa naye mezani tukamwambia tunataka tukupe uhuru huo, uende akili na mawazo uihamishie kwenye majukumu ya timu ya taifa. Huko baadaye hatujui, lakini kwa sasa si sehemu ya safu yetu ya ufundi kabisa. Kwa hiyo ni rasmi kusema kwamba Miguel Gamondi si tena mtumishi wa Singida Black Stars na sasa ni mtumishi kamili wa kikosi cha timu ya taifa Tanzania, Taifa Stars. Musa Ndo vipi? Yupo Musa Ndo yupo hapa Singida Black Stars, bado mkataba wake uko hai, hatujakaa naye chini kuzungumza naye mkataba na huenda tukawa naye mpaka mwisho wa msimu kwa sababu mkataba wake unakamilika mwisho wa msimu. Alikuwa na mkataba wa msimu mmoja tu na tupo naye kwenye timu. Sasa hivi amebaki Singida. Ndio uone raha ya Singida na mipango ilivyo. Tuna mechi hapa Dodoma, tuna mechi Ruangwa, lakini hatujasafiri na wachezaji wote kwa sababu hakuna timu Tanzania yenye wachezaji wengi kama Singida Black Stars. Tena wazuri. Tumekuja na sehemu ya kikosi ambacho kipo kwenye mpango wa mechi hizi 2. Kikosi kingine kimebaki Singida chini ya mtaalamu Musa Ndo anakinoa kuhakikisha kwamba hatupishani kwenye mipango na maandalizi. Tutakaporudi nyumbani kwa sababu baada ya hizo mechi 2, Mtibwa hapa tunaenda Ruangwa kucheza na Namungo, kisha tunarudi nyumbani Singida tuna mechi nyingine 2. Tarehe 2 mwezi wa 3 tunacheza na Coastal Union Airtel Stadium pale, halafu tarehe 5 tunacheza dhidi ya Young Africans pale uwanja wetu wa nyumbani wa Airtel. Kwa hiyo ni mkakati ambao tumeuweka na unatusaidia. Imagine leo hii tungeondoka hapa alafu wachezaji wanabaki hawana mazoezi, hawana nini, ingekuwa changamoto, lakini Musa Ndo anaendelea kusalia kwa ajili ya kusaidia na majukumu na wenzake. Wanaosema Singida Black Stars ni kama feeder club kama zile za Mtibwa kwa sababu zinalisha pia timu ambazo ni kubwa nyenzake kwa sasa. Unakubaliana nao? Kwa nini na ubaya gani kuwa feeder club? Lolote takalosemwa ni sawa kwa sababu tuna feed kweli. Tuna feed wale ambao wanahitaji, tuna feed, lakini sisi tunalisha club nyingine na sisi tunakula. Hatulishi club nyingine sisi tukabaki na njaa. Utaona mabadiliko ambayo tumeyafanya kwa wachezaji ambao wameondoka, lakini bado Singida Black Stars imeweza kufikia malengo ambayo tumeyaweka na level ya ushindani bado iko pale pale, haijatikisika. Kwa hiyo ni baraka ambayo tumepatiwa na Mwenyezi Mungu na sisi tunabariki wengine. Sisi hatuoni haya kwenye hilo. Tunajivunia kuona klabu nyingi Tanzania sasa hivi zinanufaika na uwepo wa Singida Black Stars na zote zikitaka kufanya usajili sasa hivi haziendi mbali. Jicho la kwanza wanakuja Singida. Bana tunamhitaji huyu, bana mipango ikoje, tunakaa mezani tunazungumza. Kama tumeshapata tathmini yetu ya kiufundi anaenda, na hiyo imetutengenezea atmosphere nzuri hata ya kibiashara, kwa sababu kesho na kesho kutwa mtu akija ukitaka kufanya naye biashara inakuwa rahisi kwa sababu tayari kuna mahusiano yametangulia, na hilo kwetu limekuwa ni jambo la kujivunia na linatuendea vizuri so far. Scout wenu ni nani? Wanabomoa kikosi chenu? Sasa wanabomoa kwa kutaka wao au sisi ndio tunataka kutoa wachezaji? Wengine wanasema anatumia nguvu kubwa ya fedha. Mjui Singida. Hapana, si kweli. Si kweli kwamba wanaibomoa timu yetu. Hakuna mchezaji ambaye ametoka Singida kwa kulazimishwa au kwa kushawishiwa kwa fedha.
kwa kiwango hicho, hakuna. Ni tathmini ambayo inafanyika kama club, tunaangalia sisi mchezaji ambaye bado tunamhitaji anabaki hata iweje. Mliona hapa Maruf Chake alitoka afu akarudi, ni kwa sababu tulifanya tathmini tukaona ni sawa kwenda, lakini baadaye baada ya mabadiliko ya kiufundi tuliyofanya, ni muda mchache sana tumetangaza benchi la ufundi mabadiliko na Chake akarudi. Chake alirudi kwa sababu timu ilimhitaji arudi kutokana na mahitaji ya kiufundi yalivyobadilika, na akarudi. Hiyo ndo Singida Black Stars. Mchezaji akitoka ameruhusiwa, tukitaka arudi anarudi, tukitaka abaki asitoke. Ndugu yangu, tungekuwa tunatoa wachezaji kirahisi hii leo hii ninavyozungumza na nini, tusingekuwa na hawa wakina Lamini hawa ambao wamekuja juzi tu hapa, tusingekuwa nao wakina Lance, tusingekuwa nao wengi tu hawa wachezaji wengi tusingekuwa nao, ila kwa sababu tumewahitaji waendelee kubaki, wanabaki. Hata goalkeeper wetu Amos Obasoji, sio kama hapakuwa na attempt za kumhitaji, zilikuwepo, lakini tukasema huyu bado tuna project naye, tuna mipango naye, na ndio maana ameendelea kusalia ndani ya Singida Black Stars. Mmoja kati ya jezi zenu zinaonekana zina nakshi ambazo zina viashiria vya Zanzibar. Creativity ililenga nini hasa? Tulikuwa kwanza tuna swali zuri kweli kweli. Jezi za mazoezi, lakini tumejaribu pia kuakisi mandhari ya Zanzibar kwa sababu ni sehemu ya Tanzania, lakini pia sisi Singida Black Stars Zanzibar tuna support kubwa sana ya mashabiki. Mara nyingi tukienda kucheza kule tunapata ile support yao. Ni sehemu ya Singida Black Stars, pia ni nyumbani kwetu, pia ni sehemu ambayo tunajisikia very proud tukiwa kule kwa sababu watu wengi wanatusupport. Kwa hiyo tukasema pia tuiweke hiyo, lakini pia ni kutangaza kuitangaza Zanzibar, kutangaza vilivyomo Zanzibar. Ndio maana unaona tumeweka maeneo ya kitalii mule. Stone Town kiangalia vizuri ipo pale, pale Forodhani imo kwenye jezi. Lengo ni kutoa fursa watu waweze kuifahamu zaidi Zanzibar kupitia jezi zetu rasmi za Singida Black Stars.